Uwepo wako leo Mheshimiwa mgeni rasmi unathibitisha dhamira ya serikali katika kuendeleza na kuiwezesha kampuni ya ndege Tanzania ili kumudu ushindani uliopo katika sekta ya anga ndani na nje ya mipaka yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya wafanyakazi wote wa kampuni ya ndege Tanzania, na kwa vile ni mara yetu ya kwanza kukutana na wewe toka ulipoteuliwa kuwa Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tunapenda sana kukupongeza kwa uteuzi wako, na tunaamini Mheshimiwa Rais ameona kile ambacho na sisi tumekiona, ambao ni uwezo wako mkubwa kabisa wa kuiongoza wizara yetu muhimu sana ya uchukuzi katika serikali ya awamu ya 6. Tunaomba tukupongeze sana. Uteuzi huu una maana kubwa sana kwetu sisi kama taasisi na kwa sekta yetu ya uchukuzi, kwa kuwa unaendeleza mwendelezo wa maboresho, sera madhubuti na usimamizi makini ulioisaidia ATCL kusimama, kukua na kuimarika katika kipindi kifupi. Tulishai kuongea hapo awali Mheshimiwa Waziri kwamba wewe ni katika timu ya wataalamu wa mwanzo kabisa mwaka 2016 ulioshiriki katika kuhakikisha kwamba tunaifufua ATCL yetu. Historia hiyo haitafutika na nitakuwa naisema kila mahali nikipata fursa hii, ili tusiache kukumbuka wale watu ambao wameweza kufanya kazi kubwa sana kwa kuhakikisha kampuni yetu inakuwa. Chini ya uongozi wako, kwa upande wa wizara imeendelea kutupa miongozo, usimamizi na support ya maeneo mbalimbali. Tunaamini katika kipindi hiki kipya ushirikiano kati ya wizara yetu na kampuni yetu ya ndege Tanzania utaendelea kuwa imara zaidi, ili kufikia malengo ya kitaifa ya kukuza uchumi wetu na malengo ya kimataifa ya kuweza kuitangaza kama Tanzania ambayo inafikika, salama na inaweza kukaribisha wageni kwa ajili ya utalii na uwekezaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi cha mwaka mmoja toka niteuliwe kuongoza kampuni ya ndege Tanzania, tumeendelea kutekeleza majukumu yetu kwa kuzingatia dira ya serikali ya awamu ya 6 ya kujenga uchumi shindani, jumuishi na fungamanishi. Napenda kuwasilisha baadhi ya maeneo muhimu yaliyoonyesha matokeo chanya kwa kampuni katika kipindi cha mwaka huu wa utekelezaji. Ukuaji wa mtandao wa safari yetu ambayo ni network growth. Tumeendelea kupanua mtandao wetu wa safari wa ndani na nje ya nchi ili kuongeza wigo wa biashara na kuimarisha nafasi yetu katika soko la kikanda na kimataifa. Katika kipindi hiki tumefanikiwa kuongeza safari zifuatazo. Tumeweza kurejesha safari ya moja kwa moja Mtwara, hiyo tulifanya tarehe 17 mwezi Februari 2025. Tuliweza kurejesha safari ya moja kwa moja Iringa, tulifanya tarehe 22 mwezi Februari mwaka 2025. Tuliweza kuanzisha safari ya kwenda Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarehe 25 Aprili. Tuliweza kuongeza safari ya Dar es Salaam Entebbe Zanzibar tarehe 16 Mei. Tuliweza kuweka safari ya Johannesburg Zanzibar tarehe 10 Juni mwaka 2025 ili kuongeza wigo wa utalii wa Zanzibar kutokea South Africa. Tuliweza kufanya ushirikiano wa makubaliano na Kenya Airways tarehe 28 Julai mwaka 2025. Tuliweza kurejesha safari za moja kwa moja kutoka Dar es Salaam kwenda Pemba tarehe 20 Agosti, na tuna mpango wa kuanza safari za Afrika Magharibi ambapo tuliweza kuanzisha safari ya kwenda Lagos Nigeria tarehe 19 mwezi Septemba mwaka 2025. Kuna maeneo mbalimbali ambayo tumeanza kuyaangalia vile vile. Mojawapo kama unavyofahamu Accra Ghana, ambayo ilikuwa ianze jana lakini tutaifanya baadaye kidogo, maybe tarehe 20 au zaidi. Lakini vile vile tarehe 11 mwezi huu wa Disemba tunatarajia kufungua safari ya kwenda Victoria Falls Zimbabwe mpaka Cape Town South Africa. Na kipekee kabisa tunaomba tukualike Mheshimiwa Waziri uwe katika sehemu ya safari yetu ya uzinduzi ili kuendelea kuwa
kinara na kiongozi wa mafanikio ya Air Tanzania. Uanzishwaji wa safari hizi umeifanya Air Tanzania iwe ni kampuni ambayo inatambulika sio tu Tanzania, lakini ni nje ya Tanzania, kikanda na kimataifa. Ndani ya nchi tumeweza kuongeza miruko katika vituo mbalimbali kama Arusha, Zanzibar, Kilimanjaro, na hasa tuliamua kuongeza kimkakati kabisa safari za watu wanaotoka Zanzibar kuja Dar es Salaam, kuongeza zile safari zinazotokea nje zinazopita Zanzibar ili kuweza kuwapa nafasi ya abiria kuwa na choices nyingi kutokea Zanzibar kuja Dar es Salaam, na tukaanzisha safari ile asubuhi ya Dar es Salaam Zanzibar. Tumeendelea kuimarisha ratiba yetu, kuongeza uangalifu wa safari na kupunguza changamoto za kiuendeshaji kulingana na mahitaji ya soko. Mheshimiwa mgeni rasmi, vile kuna eneo la muhimu sana ambalo naamini limekuwa likiwa changamoto kwa Air Tanzania, lakini tumeendelea kulifanyia kazi, ambalo ni uimarishaji wa huduma kwa wateja wetu. ATCL imeendelea kuimarisha na kuboresha huduma kwa wateja kwa kuimarisha mifumo ya mawasiliano, kwa kuboresha njia za kutoa taarifa, kupokea maoni na kushughulikia changamoto kwa wakati. Tumeweza kuboresha huduma za mizigo, hususan mizigo ya haraka na mzigo usioandamana na msafiri, hatua ambayo imeongeza uaminifu kwa wateja na kurahisisha shughuli za usafirishaji wa mizigo. Vile tumeweza kuboresha ratiba na mifumo ya tiketi ili kuleta urahisi na muunganiko wa safari kati ya nje na ndani ya nchi, na kuboresha huduma za ndani ya ndege kupitia mafunzo endelevu kwa wahudumu na maboresho ya taratibu za kuhudumia abiria. Maboresho haya yameweza kuridhishwa kwa wateja, na kwa namna ya pekee kabisa tumeona ongezeko kubwa la wateja ambao linaashiria kwamba wateja wanazidi kukua na imani na kampuni yao. Eneo jingine la muhimu sana, Mheshimiwa mgeni rasmi, ambao unalifahamu lilikuwa linazungumzwa, ni upande wa usalama wa matengenezo ya ndege, safety na maintenance. Mheshimiwa mgeni rasmi, usalama umeendelea kuwa msingi wa uendeshaji wetu. Tumeimarisha our safety management system kwa ukaguzi wa vihatarishi na ufuatiliaji wa viashiria vya vihatarishi hivyo. Tunafanya matengenezo kwa wakati na kuimarisha uwezo wa maeneo yetu ya matengenezo wa maintenance hangars. Tunafanya mafunzo ya lazima ya marubani, recurrent training, kwa wahandisi na wahudumu na timu mbalimbali za uendeshaji. Muhimu kabisa, tumeweza kufanya utekelezaji wa emergency response plan drills kwa kushirikiana na wataalamu waliothibitishwa na mamlaka za kimataifa. Drill hizo zimehusisha majaribio ya mawasiliano ya dharura, tathmini ya utayari wa vitengo mbalimbali, uratibu na mamlaka za anga, mazoezi ya mwitikio wa haraka, na zoezi hili limeongeza uwezo wetu wa kujibu dharura na kulinda hadhi ya kampuni yetu ya ndege Tanzania kimataifa. Kwenye upande wa biashara, tumeweza kufanya kazi kubwa zaidi ya kuendeleza maeneo mbalimbali, Mheshimiwa mgeni rasmi. Katika maeneo hayo, kama nilivyosema, ambayo yametokana na kazi kubwa katika maeneo mengine, tumeweza kuona kuna ongezeko kubwa la abiria linalochochewa na maboresho ya huduma na uanzishwaji wa masoko mapya na ulinganifu wa ratiba kulingana na mahitaji ya soko. Hata yale maeneo ambayo, hata ile miezi ambayo tunaitaga low season, mwaka huu performance yake imekuwa kubwa kuliko miaka ya nyuma kwa sababu ya hayo maboresho. Manake nyuma ya kazi ambayo tunaifanya kulikuwa na mahitaji makubwa zaidi. Vile tumepata ukuaji mkubwa wa mapato kutokana na safari za ratiba, scheduled trips, safari za charter, huduma za mafunzo, usafirishaji wa mizigo ya pamoja, kuimarisha ushirikiano na wadau wa biashara na masoko. Mapato haya kwa pamoja yametoa mchango muhimu kufikia kiwango cha zaidi ya shilingi bilioni 300 kwa mwaka huu wa fedha, na tunategemea mapato yataendelea kuongezeka. Kupungua kwa gharama za uendeshaji ambazo zimetokana na ufuatiliaji wa matumizi, kuboresha ufanisi wa uendeshaji wetu na kuanzisha ATCL Safe Handling katika baadhi ya vituo, hatua ambazo imepunguza utegemezi wa huduma za nje. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabadiliko haya yameongeza uthabiti wa kampuni na kuiweka ATCL katika nafasi nzuri ya kuhimili ushindani wa ndani ya nchi, wa kikanda
na wa kimataifa, na sambamba kujenga msingi wa ukuaji endelevu wa biashara yetu. Upande wa rasilimali watu, tumeweza kuendelea kuajiri na kuweza kuwekeza kwenye mafunzo na motisha ya wafanyakazi wetu. Katika kuongeza ajira, tumeweza kuongeza ajira katika maeneo mbalimbali, na sasa hivi tumefikia kuwa na watumishi zaidi ya 1000. Vile vile tumeweza kuhakikisha usawa wa jinsia na mazingira katika usalama wa kazi, ikiwa ni pamoja na kuimarisha mifumo ya kushughulikia changamoto za kiutumishi kwa uwazi, haki na uadilifu, sambamba na kusimamia taratibu za kisheria kiutumishi. Kwa kutambua kwamba likizo ni haki ya msingi ya kila mtumishi, tunapenda kuthibitishia kuwa management itaendelea kuhakikisha haki za likizo, ustawi na maslahi ya watumishi yanalindwa bila kuathiri biashara ya kampuni, hususan katika msimu wa sherehe za mwisho wa mwaka ambapo mahitaji ya uendeshaji yamekuwa makubwa.